Yesu wa amani, Yesu wa amani, Yesu wa amani. Yesu wa baraka, 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 Yesu wa upendo, 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 Yesu wa upendo. Iya 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 iya. Yesu wa baraka, 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 Yesu wa uwezo, 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 Yesu wa amani, 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 Yesu wa amani. Mungu Baba, kwa jina la Yesu Kristo na kushukuru siku ya leo wakati kama huu kwa neno lako, kwa nguvu zako, kwa ibada hii. Na bariki yeyote anayesikiliza, walete wengi ili waendelee kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba na tumeamini. Amen. Kila mmoja aseme amen. Amen. Basi ningependa kuleta neno juu ya vita vikali ambazo zishashindwa tayari. Na ninajua ya kwamba tutabarikiwa na Mungu atatenda mema na wema wake utaonekana kila wakati na kila saa. Leo ninaomba uniruhusu nihubiri nikiwa ningali nimesimama na Mungu atatenda mema. Naomba kusoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza na pale mstari wa 18. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Maandiko yanasema hivi, sura ya kwanza Timotheo wa kwanza mstari wa 18. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou kulingana na unabii upigane vita ambazo ni bora. Sijui kama tuna Biblia ya Kiswahili. Hebu tusikie Biblia ya Kiswahili vile inavyosema. Mwanangu Timotheo, ninakupa agizo hili kwa kadiri ya maneno ya unabii aliyosemwa kuhusu, ili kwa kuyafuata upate kupigana vile vita vizuri. Ili ukiyafuata haya maagizo, haya maneno, upate kupigana vita ambazo zinastahili. Maana kuna vita nyingi unaweza kupigana ambazo hazina maana. Na ningependa tuende tusome katika Samueli wa kwanza sura yake ya 17. Niko na hamu kubwa, maana ile neno niko nayo leo ni neno ya kubariki na kufariji maisha yako. Maandiko inasema hivi
17 pale mstari wa 10. Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapter 17 and verse 10. Pale mstari wa kwanza maandiko yanasema hivi, pale mstari wa 10 maandiko yanasema hivi, and the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Mstari wa 16. And the Philistine drew near morning and evening and presented himself 40 days. Mstari wa 34. Maandiko inasema hivi, mstari wa 34. Tuko Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 34. Hapo nitasoma kidogo. Maandiko inasema, and David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Mstari wa 36. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Hapa maandiko inasema, mstari wa 45. Maandiko inasema hivi, wacha soma mstari wa 45. Inasema, then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. And this day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcass of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And this assembly shall know that the Lord saveth not with a sword and spear, for the battle is the Lord's, and will give you into our hands. And it came to pass, when the Philistine arose, came and drew up to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. David put his hand in his back, and took thence a stone, and slung it, and smote the Philistine in the forehead, and the stone sank into the forehead, and he fell upon his face. And David prevailed over the Philistine with a sling, with a stone, and smote the Philistine, slew him, but there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. And the men of Israel and of Judah arose and shouted, and pursued the Philistines. Nisikilize vizuri rafiki yangu mpendwa, wewe unaye nisikiliza saa hii. Nisikilize kwa makini sana, na najua Mungu atatenda mema, na ataleta wema, na atakubariki. Usijali nini imeendelea. Nashukuru Mungu kwa uaminifu wake. Nataka kunena juu ya vita vikali ambazo zilishindwa, vita ambazo zishawahi shindwa, na nitaanza
kwa vita ambapo ukisoma Yohana Mtakatifu sura ya 19 na pale mstari wa 30, Yesu akiwa msalabani akasema yote yamekwisha. Tena maandiko inasema katika Waefeso sura ya 6 ya kwamba tuvae silaha zote za kivita. Maandiko inasema katika Wagalatia sura ya 5 ya kwamba mwili na roho zinapigana kila wakati. Hizi mbili ziko kwa vita kila wakati, na niko na uhakika leo neno la leo itakubariki na italeta mema, na pale mwisho tutaleta maneno ambayo ni ya kutuhimiza, hayana budi kutokea, yale ya lazima kutokea katika nchi yetu. Nisikilize mpendwa, na unipate vizuri popote ulipo, maana Mungu kile anatenda ni kikubwa, akijawahi tendeka tena. Ningependa nilete historia ya vile mambo yalivyotendeka, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Ninajua ya kwamba wewe unayesikia, unayeelewa, utabarikiwa na utashinda vita vyako vyote ambavyo umeng'ang'ana navyo. Leo hakuna upande wa vita tunaoacha. Kama biashara yako iko na vita, leo utatokea ukiwa mshindi. Kama jamii yako iko na vita, leo unatokea ukiwa umeshinda. Kama ndoa yako iko na vita, leo utatokea ukiwa mshindi. Kama ni shetani amekuinukia, leo utatokea ukiwa mshindi, maana jemedari wetu Kristo aliye hai hajawahi shindwa vita siku hata moja. Leo tutatokea tukiwa zaidi ya washindi. Maandiko inasema katika Warumi sura ya 8 mstari wa 35, katika aya mambo yote hata hapo 37, tu zaidi ya washindi kupitia kwake aliyetushindania. Kwa hivyo leo nataka nikuelezea vizuri vita ambavyo vilishindwa, lakini kabla ya hapo nikuelezea vizuri ya kwamba maandiko inasema Daudi kabla aingie, huyu Mfilisti anayeitwa Goliathi, hawaliyemuita shujaa wao, waliyemuita mtu wao, waliyemuita anayewashindia, aliyekuwa na historia ya kwamba tangu akiwa mwanarika amepigana vita, ametisha watu. Ilikuwa ni siku 40 kabla ya Daudi kuingia. Nataka nilinganishe kidogo, injapokuwa maandiko uwezi ukalinganisha vile vile. Nataka nikuelezea vizuri. Tumepita siku 40 katika nchi yetu ya Kenya tangu mtu wa kwanza atangazwe ako na corona, na mimi nataka kuleta vita ambazo zinastahili, na vita nilete kwa kambi ambayo inastahili. Hatutapigana na zile vitu, hatupigani nazo. Hatutapigana na serikali, tutapigana na adui wetu, na adui wetu hapa sasa ni wawili. Adui wetu ni shetani na korona. Hawa wawili wote wameshashindwa na watashindwa kwa jina la Yesu. Nataka unisikilize vizuri ya kwamba baada ya siku 40 baadaye Daudi akatumwa. Nataka kuamini kama vile sasa nimetumwa nikiwa na neno ya kwamba lazima, siulizi kama unatamani, siulizi kama unataka, leo utashinda kwa lazima. Amen. Leo utapokea baraka kwa lazima. Amen. Leo utaenda nyumbani ukiwa umebeba baraka zako. Nashukuru Mungu aliye hai, maana kwa njia hii sasa nakufikia mahali ulipo, na ninaleta vita hapo ili nikupee ushindi, na ukishinda tutashangilia zote. Maandiko inasema Daudi alipopelekea ndugu zake chakula akapata wote, kila mmoja anaogopa. Aliingia wakati unaofaa, aliingia wakati ambao hakuna tegemeo lingine. Nataka kuambia ndugu yake Daudi alikuwa askari pale, alikuwa tayari apigane, lakini wote waliogopa. Hata mfalme Sauli alikuwa na uoga katikati yao, na Daudi akawa anasikia kuna kitu kizuri kinachotendeka ndani yake. Akauliza, yule atakayeua huyu Mfilisti atapewa nini? Maana alisikia wakiongea atatajirishwa, atapewa msichana wa mfalme. Leo ningependa nikuelezee, kila vita inayoshindwa kuna jawabu, kuna malipo, kuna kiwango, kuna vitu utakavyopokea. Na mimi niko na uhakika jemedari wetu hajawahi shindwa, na leo utashinda.
vita, utashinda kila aina ya vita. Chochote kimekutesa, hata wale mlio wagonjwa, hata wale mlio na korona, mtapona na mtajua kuna Yesu aliye hai ambaye ametumana. Kwa hivyo naamini ilikuwa wakati kama huu ambapo kitu kimoja, ambapo mtu mmoja, ambapo adui mmoja alijiinua kwa siku 40 na kitu, akisema nataka mtu. Unajua, nimesikia watu unawaangalia wako upande gani. Mtu anaitwa pasta na anauliza mapasta wako wapi ambao wanatangaza wanaweza ponya korona. Ni pasta mgani alipewa mwenye korona akakosa kuombea? Atuponyi, Yesu ndiye uponya. Nileteni muone kama hatutaomba. Na saa hii hata kama hatupewi wao, neno bado inafika hapo walipo. Maneno na uponyaji utafika hapo ulipo. Leo sina uoga, tutainukia adui shetani pamoja na magonjwa yake. Maana magonjwa hayatoki kwa Mungu, mateso hayatoki kwa Mungu, na tutatokea tukiwa na ushindi, maana dunia yote imenyamaza. Tumetegemea wahubiri wale wakubwa wasimame wainuke kwa sauti moja, lakini kwa sababu wamekimya, Bwana Yesu ametumana. Bwana Yesu ametumana kwa niaba ya wote, kama vile Jesse alitumana akasema, Daudi, enda ukaangalia ndugu zako wanafanya nini. Hivyo hivyo Bwana ametumana kwako, ya kwamba nikuletee ujumbe mwema. Hii inawezekana, nikuletee ujumbe mwema. Hakuna silaha imetengenezwa kinyume chako itakayofaulu. Maduse kania kusalabako, na kila ulimi utakao kuinukia utahukumu. Wale wanaoketi chini kinyume chako, kinyume cha jamii yako, hausiongope, hawatafaulu. Utashinda wakiwa wanaona. Watashangaa umetokea kivipi, maana mtu yeyote alitoweka. Wale wanangojea kuona mazishi yako, wale wanangojea kuona kifo chako, waelewe hawatakuja kwa mazishi yako. Wewe ndiye utaenda kwa mazishi yao. Maana kuna watu wengi wanaotamani ya kwamba ungekuweko. Kama nabii wa Mungu natangaza, utakuwa hata baada ya mwaka huu. Utakuwa hata baada ya wakati huu. Mambo yako yataendelea vizuri na utashinda. You are more than a conqueror. Unisikiliza vizuri. Goliath akasimama akasema, nataka mtu. Nataka mtu. Kama korona inasema inataka mtu, aipati yeyote katikati yetu. Aipati yeyote kwa jamii yako. Aipati yeyote kwa kanisa lenu. Aipati yeyote. Sasa tunaiwekea curfew, kama vile tuliwekewa curfew, tunawekea korona curfew. Na sio curfew peke yake, tunaiwekea total lockdown. Maandiko inasema nje kunakaa umbwa na wachawi, naongezea hata korona ikaa nje. Tunaiwekea total lockdown, maana tunashindana vita ambazo tayari zimeshindwa. Tunapigana vita ambazo Yesu alisema yote yamekwisha. Maandiko inasema alituma neno na ikawaponya. Akiwa msalabani alisuluhisha mambo yote ambayo angetusumbua. Nisikilize vizuri. Kuna mfalme mmoja aliandikia Ezekia barua, akamwambia, huyo Mungu wako unayedai akuokoe sasa, maana tumeshinda wafalme wa Kushi, tumeshinda wafalme wengi. Ni Mungu gani atakaye kutoa kwa uwezo wetu? Akapeleka barua mbele za Mungu aliye hai. Tumepeleka barua na tumemsomea Mungu ya kwamba tumechoka, mimi na wewe. Kama umechoka na korona, sema amen. Kama umechoka na korona, sema amen. Sema amen kubwa. Ndio, tumechoka na korona, maana injatuletea wema. Imesababisha watu wasikae kwa kazi, imesababisha watu wasikae nyumbani, imesababisha watu wakae mahali wakiwa wamevinyiliwa.
tumechoka nayo. Na tumeisomea barua. Tumesoma barua. Wale waliokuwa wamesema Afrika itajaa maiti, miili, mizoga, waelewe vizuri Mungu anakaa Afrika. Yesu alipozaliwa aliletwa Afrika. Maandiko yanaongea juu ya Kenya italeta ukombozi. Tega sikio na upate ushindi wako. Kuna mambo ningependa nikuelezee ambayo huleta ushindi. Jambo la kwanza, na kabla ya hapo tusomewe Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4. Soma wa 3, wa 4 na wa 5. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 na wa 5. Harakisha. Silaha za vita vyetu si za mwili. Ongeza sauti. Silaha za vita vyetu si za mwili. Hakuna askari asiye na sauti. Ongeza sauti. Silaha za vita vyetu si za mwili. Yes. Bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Ndio. Tena tukiwa tayari kuadhibu kila tendo la kutotii. Tukiwa tayari kuadhibu kila tendo la kutotii. Kutii kwenu kutakapokamilika. Kutii kwenu kutakapokamilika. Kwa hivyo sasa tunakuja kinyume cha hii corona ambayo inaonekana haitii, na najua ya kwamba itatii. Kama unaandika andika haya mambo. Jambo la kwanza, tutashinda kupitia maombi. Hayo maombi umekuwa ukiomba usiyadharau. Hayo maombi umekuwa ukiomba yanapenya, yanaingia ndani. Jambo la pili, tutashinda kupitia unabii. Jambo la tatu, tutapata ushindi kupitia neno la Mungu. Jambo la 4, tutapitia ushindi kupitia ujasiri. Confidence. Ujasiri. Ushujaa wetu. Jambo la 5 ni nia ya Mungu ndani yetu. Jambo la 6 ni jina la Kristo aliye hai. Jambo la 7 ni hatua ya matendo. Jambo la 8 ni imani iliyodhibitika ndani ya Kristo Yesu. Jambo la 9 ni nia ama dhamira iliyo safi, iliyo jema. Na jambo la 10 ni kupitia kuvaa silaha zote ambazo ni za kivita. Nataka nikuonyeshe picha hapa ya kwamba kila asubuhi wanawake walikuwa wanatokea na wanasimama wima, wasikie Goliathi amemalizwa. Wanaona kila mwanaume anakimbia. Na nataka nikuambie, wanawake waliokuwa na wanaume kwa jeshi walikuwa wanangojea, maana kushindwa kwa jeshi la Mungu ilikuwa ni kuuawa kwa waume wao. Na walikuwa na maombi kama vile tunaomba, kama vile na kuombea hakuna mtu wenu atakayepatwa na corona. Mimi nataka nikuombea mambo kama 7. Jambo la kwanza, hautauawa na magonjwa. Jambo la pili, hautauawa na janga hatari ya kinecha. Jambo la 3, hautawaipata ajali. Jambo la 4, hautawahi rogwa. Jambo la 5, hautanyanyaswa na mapepo. Jambo la 6, hautakufa kabla ya miaka yako itimie, miaka ya Mungu na miaka ya Biblia. Jambo la 7, watoto wako pamoja na wewe mtatawala maeneo yenu, hamutavinyiliwa chini, hamutaangushwa chini. Chochote mnachotamani kutenda kitatendeka. Na nimesahau kukuambia wewe unayenisikiliza, ndiye mtu wa kwenu wa kwanza kutokea ukiwa umeshinda vyote vilivyoshinda wenzako. Amen. Kilichomshinda babu yako wewe utashinda. Kilichomshinda nyanya yako na ukoo wenu wewe utashinda. Kile hawakutenda utatenda. Haleluya. Maroho yaliyowanyanyasa haitakunyanyasa wewe, maana umechanguliwa katika hili jeshi, na tutasonga mbele na Yesu akitushindia, na sisi tumeshinda na tutatokea. Uko upande mgani? Wakati tunaanza kuhubiri unasikia wengine wakiuliza mlikuwa wapi? Basi corona iko imekuja, hatungetokea. Kuna vitu utokea zitoe wengine. Kuna vitu utokea ziinua wengine. Wengine wakienda chini wewe hautaenda chini. Wengine wakiangamia
wewe hautaangamia. Nimekumbuka kitu. Maji yaliyoua watu wale wengine ndio maji yaliyoinua Nuhu. Wengine wakiangamia, maji yalimuinua Nuhu kutoka mabondeni mpaka kwa milima. Sio huyo peke yake. Tumesoma juu ya Goliathi na Daudi. Kisu Daudi alichokuwa amebebea, Goliathi alikuwa amebebea Daudi, kisu kile kile kikamuua yeye mwenyewe. Inamaanisha kila silaha adui amekubebea itamgeukia yeye mwenyewe. Bahari ya Shamu ikavungulia Waisraeli na ikafungia wa Misri. Iwe hivyo kwako, ya kwamba mlango utakaovunguliwa hakuna adui atakaye ingia. Nisikilize, nataka uandike mambo kadhaa. Jambo la kwanza, maadui hawawezi kujiinua mpaka wakati wao wa kifo ufikie. Adui anajiinua wakati kifo chake kimetangazwa. Sio lazima wawe na wale wakubwa walio na uzoefu, lakini adui ujiinua zaidi wakati wa Amerika imefika peak ya waliokufa. Korona tunaikata kwa jina la Yesu Kristo. Jambo la pili, ukisikia unatishwa na yeyote ama kitu chochote, huwa inamaanisha wewe ni tisho. Hauwezi kutisha watu ukiwa wa kawaida. Wewe si wa kawaida, uko juu ya kawaida. Kwa hivyo ukisikia unatishiwa na watu wanakutupia tisho, ni ya kwamba wewe ni tisho. Jambo la tatu, ukiona kitu kinakuinukia, inamaanisha Bwana amekupea line clear ukiinukie. Unastahili kuinuka kabla kiinuke. Jambo la 4, yeyote anayedharau nguvu za Mungu anaangamizwa na Mungu mwenyewe. Sijui kama umeona, hii korona inaleta kitu kama kanisa ni madharau. Ni kama kanisa inadharauliwa. Ni kama kanisa hatuna hekima. Ni kama kanisa hatuna mipango. Basi kwa njia hiyo imefikia wakati injulikane kanisa liko hai na liko area. Na yule ambaye anakataa aniambia ataepea wapi. Maana ulimwengu wa rohoni tunakamata. Ulimwengu wa rohoni tunatawala. Uko wapi wewe? Unayejifanya ni kama kwa kinyume cha kanisa. Tuko area. Niangalie vizuri. Naitwa Ezekiel. Niangalie vizuri. Ulimwengu wa rohoni tunatawala. Uko wapi? Unayefikiria ya kwamba ni kama tuko chini yako. Ndio, tuna utawala rohoni. Chunguza. Tuna mamlaka rohoni. Tunanyamazisha nguvu za giza. We have dominion. We have authority. We have anointing. We have power. We have the grace. Tonight, we are dethroning every powers. Tunatoa kwa kiti chao cha kutawala kila nguvu, na mtu yeyote anayeinukia watu wa Mungu, hata yeye atanyamaza kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini uinukia watu wa Mungu na hawakuinukii? Kwa nini uinukia nyumba ya Mungu na haikuinukii? Basi uko upande gani? Uko upande wa Mungu ama uko upande wa shetani? Na nena kama nabii, na nena kama mitume, na nena kama mtu aliye na neno. Hakuna chochote nataka kwako. Nataka neno liingie ya kwamba vita leo vitashindwa. Jambo lingine uandike ni ya kwamba wakati wanakaribia kushindwa maadui, saa hiyo ndio wanawakaribia. Kwa hivyo sasa nimeanza kuona ushindi. Nimeanza kuona ushindi. Goliathi kama ni mfano wa korona, utaiona chini. Haitatawala tena. Haitasemwa juu yake tena. Maana tutashangilia kama vile Goliathi halikanyanga, kama vile Daudi halikanyanga juu ya Goliathi. Tutakanyanga juu na tutasema tumeshinda. Hataitwa shujaa tena. Hataitwa mtawala.
Natangaza kuna mwisho wa korona. Kama vile kulikuwa mwanzo wa korona, kuna mwisho wa korona. Magonjwa mengine ni kama askari wale wengine. Askari wengine walimalizwa na wale wengine, lakini ilikuwa kutokea mtu mmoja kama Daudi. Naamini wewe ni kama Daudi, naamini mimi ni kama Daudi, watu ambao tutauliza atakayemaliza yule hatafanyiwa namna gani. Niko na mamlaka hata saa hii, walio hospitali wataendelea kupona, wataongezeka kupona, na tunakataa kifo chochote kinachotokana na korona Kenya. Amen. Kenya ni ya Yesu, Kenya si ya magonjwa. Kenya ni ya Yesu, Kenya si ya madharau. Na unisikilize vizuri, atupigani na serikali wala atupigani na wahubiri. Usipigane na serikali. Serikali inatakia kanisa wema, na kuna watu wanaoinukia wahubiri. Wahubiri hawana shida na wewe. Tungeuke zote, wahubiri, serikali na wanaoinukiana, tupigane vita na korona. Maana korona ikipungua tutafunguliwa, korona ikiisha tutainuka tena. Mimi sina shida, hata kama itabidi tufunguliwe lini, kuna siku itatokea, na ile kuimba tutaimba ya kwamba ameshinda vita, ya kwamba tuna ushindi wetu, ya kwamba Bwana wa majeshi ameshinda vita, ya kwamba jemedari wetu, tutakapotembea mbele tukiambiwa forward march, tukiangalia aliye hai, aliyekufa na akafufuka. Maana kwa msalaba alisema yote yamekwisha. Kwa hivyo mpendwa, ninapoelekea kumalizia, ningependa tusome maandiko. Tunapoelekea kumaliza, ningependa tusome maandiko katika kitabu, turudie pale Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3, wa 4 na wa 5 kwa sauti ya kijeshi. Ingawa tunaishi duniani. Ongeza sauti. Ingawa tunaishi duniani, lakini hatupigani vita kama ulimwengu ufanyavyo. Silaha za vita vyetu si za mwili. Yes. Bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tena tukiwa tayari kuadhibu kila tendo la kutokutii, kutii kwenu kutakapokamilika. Nauliza usome mstari wa 4 hapo. Silaha za vita vyetu si za mwili. Silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Ndio, sasa sikiliza vizuri. Vyote ambavyo vinajiinua kinyume na Mungu aliye hai, ningependa vipate historia ya kwamba tangu zamani zile, wote walioinuka kinyume na kanisa la Mungu waliona kanisa likiinuka na likiendelea mbele. Hebu nikwambie kitu, mashujaa wanaweza kuwa hawana elimu kama ulio nayo. Nataka nikwambie, wanaweza kuwa wamedharauliwa, wanaweza kuwa wanaangaliwa chini, wanaweza kuwa ni watu hawaonekani kama wanaweza. Tutatoa ushuhuda siku moja na tuambie watu, kuna siku moja mtu alikuja akiwa na malaria, tukamwombea na akapona, na siku ingine mwenye homa akapona. Hata hii korona itapona katika jina la Yesu. Wewe unayedharau wahubiri, ningependa nikwambie kitu nilichokisema. Kuna watu watapimwa wakiwa kama wagonjwa wahubiri, na wataingia hizo ward na watatenda maajabu. Maana maandiko inasema Danieli 11:32, and the people that know their God shall be strong and do exploits. Mambo yatatendeka ya ajabu, mambo yatatendeka makuu. Barua ikaandikiwa Ezekia, akaisomea Mungu, akaambia Mungu haya ni madharau, akaambia Mungu haifai namna hii. Leo tumeandikia Mungu barua ya kwamba korona ifike mwisho. Kwa nini injiinue kinyume na Kristo? Kwa nini injiinue juu kama ndio injili? Hatutahubiri injili ya korona,
Hatutahubiri injili ya ugonjwa uliotengenezwa na wanadamu. Hatutahubiri injili atawacha korona, hata zingine zitakazotokea, bado tutashinda. Itatokea historia baada ya mwezi ama mwezi unusu ama miezi miwili, kanisa likiwa limefungwa, bado tumetokea tena, na tutatokea tukiwa wapya na tuko na hekima kuliko mbeleni. Sio kunawa mikono peke yake, tuko na hekima. Hebu nikuambie kitu, maanjali yamepungua Kenya. Wacha nikukumbushe, mahospitali hayana watu saa hii, maana bakteria zimeshuka chini. Na kuambia ukweli, magonjwa yameteremka, maana kuna kaugonjwa kamoja kamenjiinua. Hebu nikuambie, miaka ya zamani waliokuwa na ukimwi mwanzoni walizikwa kama watu wa korona. Leo wenye ukimwi hawazikwi kwa mifuko, kuonyesha korona kuja pole pole, come slowly, come slowly. Bado itashindwa, na watu hawatakuwa wanatupwa kama mifuko. Watu hati saa hii, mimi nakushauri vizuri, kama ulikuwa na mpango wa kukufa, ngojea korona itangazwe imeisha ndio ukufe. Hakuna maana uzikwe na watu 10 na wewe ni mtu wa heshima. Si ukatae kufa. Ati utakataa namna gani? Utanipigia simu baadaye nitakuelezea, lakini sio saa hii kwa mahubiri. Kuja siku elimu ambazo hatutahesabu vile watu wamekuwa. Huyu Goliathi alikuwa na kiburi. Huyu Goliathi alihesabu Daudi kama mtu wa bure. Hata ndugu zake walimwambia, tunajua kiburi chako, tunajua umekuja tu kuona vita. Haijalishi vile watu wanakuambia, inajalisha vile Mungu amesema. Nataka turudie tena Samueli wa kwanza sura ya 17 pale mstari wa 45. Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia na upanga mkuki, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana mwenye nguvu, Mungu wa majeshi ya Israeli, ambaye wewe umemtukana. Akamwambia hivyo. Nisikilize vizuri, naelekea kumaliza. Korona itakuwa moja kama wale tulioshinda. Yesu alivyosema it is finished. Na mimi na wewe nataka tutangaze kwa sauti kubwa, tuambie korona it is finished. Korona finito, it is finished. Imekwisha kuanzia sasa. Mambo yako korona haitakuwa habari tena. Umejaza makaratasi vya kutosha. Na sio wewe peke yake, hata waliokutengeneza wajipange, maana Mungu wetu ni mkubwa. Hataki kumaliza watu, ndiye aliyewaumba, na huu ndio mwanzo wetu. Hapa ndipo tunaanzia, na wakati mwingine ujao Mungu atakuwa ameinua mashujaa wahubiri watakaonena na serikali, watakaoelezea ukweli, watakaoonyesha hekima. Mnaodharau kanisa sasa itatokea ikiwa na nguvu kuliko mbeleni. Mungejua haingekaa nyumbani, maana sasa imejua na iko na nguvu kuliko mbeleni. Wale mliokuwa mnasema tunategemea sadaka, umetupea sadaka gani? Henda ukule. Lakini baada ya korona mtajua kutoa sadaka. Hakukuwa kunasaidia pasta, kulikuwa kuna kusaidia wewe. Hizi zote ni vita na zitapiganwa na tunashinda. We might be unqualified, but we are qualified to win. We are winning. We are winning. We might be called food carriers, whatever, but we are winning. We are more than conquerors. We are untrained, but we are winning. We are with our God. Tuko na Mungu wetu na tumeamua kusonga mbele. Tumeamua ni vita na tutashinda katika vita hizi. Nikuambie, wanaoketi wapange kinyume. Wanaoketi wapange mipango mibaya. Wanaoketi wakifikiria tumeshindwa, nasema Mungu ako upande wetu. Nasema Mungu hajatuacha kamwe. Nasema Mungu yuko upande wetu. Nataka kusoma maandiko ya mwisho, alafu Mungu akubariki. Numbers
ama kitabu cha Hesabu sura ya 23 mstari wa 7 na wa 8. Tafadhali tusomee. 23 verse 7 and verse 8. Ndipo Balaamu akasema ujumbe wake. Balaki amenileta kutoka Aramu. Yes. Naye mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki. Akasema, njoo unilaanie Yakobo. Njoo unishutumie Israeli. Ndio. Nitawezaje kuwalaani hao ambao Mungu hawajawalaani? Rudia hapo kwa capital letters. Nitawezaje kuwalaani hao ambao Mungu hawajalaani? How shall I curse whom the Lord has not cursed? Endelea. Nitawezaje kuwashutumu hao ambao Mungu hakuwashutumu? How shall I defy whom God has not defied? Nitawalaani namna gani ambao hawajalaaniwa? Nitashtumu namna gani ambao Mungu hajawashtumu? Tafadhali msikilizaji, sisi ni wa Mungu. Mungu hajatulaani na hatuwezi kulaanika. Mungu hajatukataa na hatuwezi kukataliwa. Mungu ako upande mmoja wetu na tutaendelea mbele. Wale wanaokaa kama Balaamu, wanaoitwa kulaani watu wa Mungu, waelewe vizuri, hakuna uchawi unaoshika watu wa Mungu. Amen. Hakuna lahana, hakuna shtuma inaoshika watu wa Mungu. Na Mungu wetu ako upande wetu. Na tumeamua na nimetangaza ya kwamba tumeshinda. Si ati ya kwamba tutashinda. This battle, though it is tough, it is already won. Hii vita ijapokuwa ni kali, imeshindwa. Sasa nataka kunena, wewe ambaye uko na uwezo wa kunena na serikali, nisikilize vizuri. Tega masikio yako ama upeleke ujumbe kwa serikali. Ni ujumbe mzuri. We have been loyal, tumekuwa tukitii, tumenyenyekea serikali. Lakini nataka kutumana kwa serikali yetu tukufu. Serikali yetu ya Kenya, ikiwa imeongozwa na His Excellency the President, His Excellency Uhuru Kenyatta. Natumana namna gani? Jambo la kwanza, sio wachungaji wote walio na uwezo kama mimi. Sio wachungaji wote wanaojidumu kama mimi, wanaoendelea na maisha yao. Sio wote. Kila chief anajua kila mchungaji wa location yake kulingana na uwezo wake. Naomba kwa serikali inaposaidia wale wengine wamefinyiliwa, wanaoitwa vulnerable, naomba isaidie wachungaji wasiopata chakula. Wasiopata chakula. Serikali ikijua hivi, watu wengi tangu kanisa ifungwe wamekuwa kinyume na kanisa. Kwa hivyo isaidie wachungaji wasiojiweza, sio mimi. Jambo la pili, naomba hivi ya kwamba maaskofu, viongozi wakubwa katika miji wachanguliwe katika watu wa kupeana special services. Imekuwaje serikali mnataka tuzike watu? Mnataka tuongee na watu wale stress, wamevinyiliwa maana wamepoteza mtu wao, na hamjatuweka katika mstari wa mbele. Tukitoka nje usiku tunachapa wengine wao katika kafi, wanacharazwa. Hebu fikiria mchungaji wako, father wako, bishop wako, hewe CS. Fikiria president, fikiria deputy president, mchungaji wako anayekuchunga akicharazwa wakati wa kafi. Hebu fikiria hiyo jambo. Na CS wa interior, CS wa health na wale wengine wahusika, tafadhali kwa unyenyekevu mruhusu wachungaji wawe katika sehemu ya wale walio na uwezo wa kushauri, wa kutembelea wengine hata kama ni usiku. Mimi najua vizuri hekima ya serikali, intelligence ya serikali inawajua walio wazuri na wasio wazuri. Kwa nini kusichanguliwa mmoja ama wawili? Siongei juu ya response team, naongea juu ya kuwahudumia watu. Maana utasukumia mtu pastor asiye wake, au utasukumia mtu bishop asiye wake.
lazima tujadiliane, lazima tufikirie behold coronavirus. Jambo la tatu, natumana kwa serikali. Tumedharauliwa. Tukiwa hatuwezi kuombea wagonjwa wa corona, nauliza kwa unyenyekevu, simpatie mchungaji mmoja Kenya, mpatie nguo za kuzuia PPE na mpeleke hapo akikaa kama daktari aombee wagonjwa Mbagathi ama Kenyatta University, mahali palipo na wagonjwa ama huko quarantine, muone kama hakuna matokeo. Msidharau nguvu za Mungu, na Mungu atatenda mema. Aliye na uwezo wa kufikisha afikishe hayo mambo matatu. Mapasta wasio na uwezo wanjaliwe. Jambo la pili, kwa heshima na unyenyekevu, serikali iruhusu wachungaji wakuu, viongozi wa mapastors wawe na sehemu katika kuhudumia watu wakati kama huu, wasifungiwe kama kuku pamoja na wale wengine. Jambo la tatu, simjaribu mchungaji mmoja apewe nguo kama daktari aombee hao watu. Maana ni nini? Kuna watu walio wagonjwa wanaohitaji mchungaji, lakini hampeleki mchungaji. Mnatuangalia, tutawaombea kivipi? Changueni mmoja atuwakilishe, apewe hayo maguo, avae, akimaliza atoe, ache huko, muone kama hawatapona. Niruhusu nikupe mambo ya kiunabii 5 peke yake, maana tutashinda na tumeshinda corona tayari. Jambo la kwanza, sikia kwa makini, andika. China isikusumbue. China isikupee mateso ya akili. Wewe unayesumbuana na China, baada ya muda mdogo itangawanyika mara 3. Nchi ya China hivi karibuni, very soon, sio mbali sana, itangawanyika mara 3. Itakuwa state 3 ama nchi 3. Itangawanyika sehemu 3. Jambo la pili, wale ambao mnaogopa 5G, wale ambao mnaogopa vaccine, wale ambao mnaogopa magonjwa, Mungu alinena nami ya kwamba haya mambo yote 5G, vaccine, zitaletwa baada ya miaka 10 na miezi 10. Hiyo inamaanisha 2031. Mwaka wa 2031, 2031, mwezi wa pili, hizi vitu vitakuwa. Jambo la tatu, Mungu ameanza mwezi huu kuinua wainjilisti watakao tembea dunia mzima wakileta habari njema, na watakuweko na utawaona, na wataleta wema, na mambo yatakuwa mema. Na kupitia kwa hawa 7 kutainuka wengine 101, wanaume 43, wanaume 47 na wanawake 54 wakileta habari njema. Na hapa ndipo uponyaji wa economy ya Kenya utatokea, maana tutahubiri habari njema, maana revival itatokea. Nilisema kwa video ingine, kufikia mwezi wa 8 economy itakuwa imeanza kurudi, na kufika Disemba itakuwa imeanza kustabilize. Mungu atatembelea nchi ya Kenya. Jambo la tatu, kutatokea Kenya mtu mmoja kama Daudi, ama anyamazishe huyu adui, anyamaze milele. Na jambo la mwisho la 5 ni ya kwamba serikali ichukue hatua mapema. Na msikilize vizuri. Kwa nini? Upande wa Mpeketoni, upande wa Gariseni, upande wa Tana River, upande huo kule Witu, mwezi huu ukiisha, tuanze mwezi wa 5, mafuriko yatakuwa makubwa kuliko wakati mwingine wowote. Kwa hivyo serikali ichukue tahadhari mapema, vile itakavyolisha watu, vile itakavyowaweka salama, ili tusipoteze maisha. Watu wa maeneo ya pwani,
uko Mpeketoni, Mungu atatenda mema. Kuna lake inaitwa Lake Kenyatta uko Mpeketoni, ingine inaitwa Lake Hamu. Mwaka huu itajaa kuliko mwaka mwingine, na kuna watu ambao itawabidi wasonge. Kwa hivyo watu wa pwani, mjitahadharishe ili muwe salama na mjipange mapema, maana tuko wakati kama huu na hatuwezi tukazuilia. Niliambia watu kutakuwa na floods na mudslide ambazo zilitokea, na wengine wakanitukana katika mtandao. Ni vizuri kuomba kabla ya mambo kutokea. Namalizia kusema ya kwamba we are more than conquerors. We are overcoming. This battle is won. Though it is tough, it is won. May God bless you. Kenya, we are overcoming. We are bringing a new name. We are bringing history. We are bringing a new record that what God has done in Kenya has never happened. Thank God it came and it is going. Haitamaliza muda mrefu kabla usikie zero cases. Alafu baada ya miezi ingine kama 3 kutakuwa kunatokea mkurupuko mwingine. Baada ya miezi ingine kama 3 baadaye itakuwa ugonjwa kama magonjwa yale mengine ambayo tutayazuia, tutajiadhari. But now we are wise than before. Our Goliath in this case will be down. In Jesus' name. Naomba tuombe. Mungu Baba, kwa jina la Yesu, kuna watu wamefuatana nami tangu mwanzo mpaka sasa. Nimewabariki. Nimebariki maisha yao. Badilisha maisha yao. In Jesus' holy name. And everybody said, Amen. Amen. Finish and share.